viongozi wenu kutoka katika faculty hii ya Environment Science and Management ESM, Dr. Ligate pamoja na mtaalamu mbobezi Gaston Bilinyi na management nzima ya SUA walivyosema. Tutaelezea kwa kifupi organization structure ya usimamizi wa misitu na nyuki Tanzania, lakini tutaelezea namna ambavyo tuna interact na Wizara ya TAMISEMI, Ofisi ya Rais, Wizara ya Tawala za Mikoa na mamlaka za halmashauri, namna ambavyo tuna interact katika kusimamia rasilimali hizi ambazo ziko katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Lakini pia tutaelezea mifumo ekolojia mbalimbali ambayo katika academic process yenu tayari mmejifunza mkiwa darasani, na kama ambavyo daktari alisema tayari mmeshafanya mitihani ya kuandika na sasa mnapata exposure ya hali halisi ilivyo uwandani. Tafsiri ya neno uwandani ni field. Siku hizi Kiswahili kimepanuka kidogo, sio nyikani, ni uwandani, maana yake ni field, at field level. Lakini tutaelezea changamoto mbalimbali ambazo zipo katika usimamizi wa rasilimali za maliasili mbalimbali, faida mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye rasilimali hizo kwa kifupi, na general management ya mifumo mbalimbali ya kiikolojia toka maeneo ya nchi kavu terrestrial areas mpaka maeneo ya mwambao wa pwani marine areas. Kwa ujumla wake kuna interaction ya namna gani na wapi ambako sekta hii ya elimu ya sayansi na mazingira inaingia katika mchakato huo mzima wa mazingira hayo ya aina mbalimbali. Lakini pia tutaangalia mikoko yenyewe kindakindaki. Mikoko yenyewe kindakindaki ndio mwisho wa excursion yetu. Na hapa nitatoa tu ile sehemu ya kwanza ya kiwizara. Baadaye tutaenda kuzungumzia pale kwenye eneo la tukio, ili wakati tunaendelea kuwasilisha basi angalau kwa sehemu unaona practically hizo features za mazingira generally with reference to mangroves. Kwa hiyo katika kuangalia mikoko yenyewe kindakindaki, tutaangalia mikoko ni nini, mmesoma kwenye theory. Mikoko imegawanyikaje duniani, mmesoma kwenye theory. Mikoko ziko aina ngapi, mmesoma kwenye theory. Katika aina za mikoko hapa ziko ngapi, mmesoma kwenye theory. Mikoko inaota wapi, mtaona pale practically na kadhalika na kadhalika. Sasa yale mambo mengine ya sayansi, kwenye mizizi ya mikoko kuna nini, kwa nini mkoko haufi kwenye chumvi,